Katika ulimwengu ambapo kila kitu kinaonekana kubadilika kama mchanga wa pwani, maisha ya kisiasa hubadilika ghafla. Mahusiano huvunjika na mipango mara nyingi hutetereka. Kuna kitu kimoja cha ajabu ambacho ni imara: ahadi zisizobadilika za Mungu. Tofauti na maneno ya wanadamu ambayo yanaweza kuwa ya kubadilika, yasiyoaminika, ahadi za Mungu zimesimama juu ya tabia yake ya milele na isiyobadilika. Biblia inamwelezea Mungu kama yule yule jana, leo na hata milele. Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huu ni ukweli usiopingika. Tunasoma katika Biblia watu wengi wakiwa wametendewa maajabu na Mungu. Ibrahim katika uzee anapata mtoto. Zekaria katika uzee wake anamzaa Yohana Mbatizaji. Lakini wako watu wengi ambao waliokoka katikati ya moto: Shedraka, Meshak na Abednego. Mtazame Danieli katika tundu la simba. Naaman mwenye ukoma anapokea uponyaji. Haya yote sio kwa ajili yao tu, ni kwa ajili yako pia. Tatizo liko wapi? Kwa nini leo hatuoni matokeo makubwa? Ni kwa sababu kuna sehemu tuna ujinga wa kiroho. Ukizitambua ahadi za Mungu, ukajua ni zako na ukajua namna ya kuzidai, utakuwa umebonyeza batoni sahihi katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu hiki kitakufundisha, utajua namna ya kudai na utaona matokeo. Usikose kupata nakala yako. Piga namba ya simu inayopita hapo. Kwa walioko Dar es Salaam, piga simu hiyo. Walioko nje ya nchi ya Tanzania, piga simu hiyo hapo. Tumia ujumbe kwa WhatsApp, utaelekezwa namna ya kutumiwa kitabu hiki. Walioko Mwanza, namba ya simu hiyo hapo. Walioko Dodoma, piga simu hiyo hapo. Walioko mikoa mingine yote, huyu mtu wa Dar es Salaam atakuelekeza namna ambavyo atakutumia popote pale ulipo. Ukijua thamani ya kile kilichoandikwa hapa, hutakosa kitabu hiki. Mungu akubariki. Tumesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV Online, ni wakati mwingine tena ambapo tunakutana kwenye kipindi chetu cha Na Tuombe. Kipindi kinakujia kila wakati, siku kama ya leo na masaa kama haya. Ninajua kwamba Jumatano iliyopita hatukuwa pamoja kwa sababu ya program maalum ambayo ilikuwepo, lakini kwa neema ya Mungu tumerudi tena katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Nikukumbushe tu ya kwamba mwishoni kabisa mwa kipindi cha leo tutakuwa na muda mzuri wa maombi. Tunapokea maombi kwa njia ya simu, tunapokea maombi yale ambayo watu wanachati kwenye YouTube moja kwa moja pale, lakini pia tunapokea shuhuda mbalimbali ambazo watu wanamshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu ambayo Mungu ametenda. Muda kama ukiruhusu siku hii ya leo, tunaweza tukasoma baadhi ya shuhuda. Lakini kama muda hautatosha, tutasoma shuhuda hizo Jumatano ijayo. Na namba ya kutuma shuhuda, namba ya kutuma maombi ni 0755 932 283. Narudia tena, 0755 932 283. Kumbuka, kwa walioko nje ya nchi unaanza na plus 255 au jumlisha 255
ndipo utakuja kuweka ile namba, na unaweza ukatupata kwa njia ya WhatsApp. Tuma tu ujumbe wako. Haijalishi ya kwamba tutachelewa kuona ushuhuda wako, usiwe na wasiwasi. Tambua kwamba watu ni wengi, ni maelfu ya watu, na tunapitia message, na kila message ambayo tutaipitia tutakujibu ili kuonyesha kwamba message ile imetufikia. Lakini kwa zile za maombi, kwa sababu ya wingi wa message ambazo zinakuja, ninaombea message kwa ujumla, kama vile tunavyotumia ule mtindo wetu wa maombi tunayoweka kwenye mabox. Kwa hiyo haijalishi kwamba mimi nimeiona au sijaiona, Mungu ameiona. Kumbuka ujumbe huu ambao unatuma ni kwa ajili tu ya kuonyesha kile ambacho kiko ndani ya moyo. Ni ishara ya kile ambacho kiko ndani ya moyo. Kwa hiyo hakuna muujiza wowote katika mimi kuiona message, ila kuna muujiza katika Mungu kusoma moyo wako. Mungu akubariki sana. Kabla ya kuanza somo la leo ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu ya kiroho, tuanze na kualika uwepo wa Mungu katika fikra zetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye umempatia neema ya kusikia maneno yako katika masaa haya. Ninakusihi sana ukapate kumgusa mtazamaji, ukamguse anayesikiliza, ukaniguse na mimi ambaye ninaongea. Niwe chombo tu katika mikono yako, lakini maneno yote mazuri yatoke kwako. Ikiwa liko lolote zuri ambalo nitatamka, watu wakajue sio hekima yangu, bali ni wewe Mungu unenaye. Lakini ikiwa liko lolote ambalo ni la kibinadamu, watu wakatambue kabisa ya kwamba binadamu anapotumiwa kuna udhaifu, lakini Mungu ni mkamilifu. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Leo tunaangalia mada ambayo kwa ukweli ni muhimu sana kwa kila mtu. Natamani kila mmoja aweze kuisikiliza mada hii na kuitazama kwa umakini zaidi, na kuandaa kiakili na kiroho pia, ya kwamba unapoisikiliza mada ya leo, ondoa chochote ambacho ulidhani ya kwamba unakijua. Acha Roho Mtakatifu akufundishe anavyopenda. Acha kuingize katika elimu mpya ambayo itakusaidia kutembea katika maisha mapya, kuondokana na msongo wa mawazo kwa sababu ya changamoto za maisha za aina yoyote. Utakapoelewa somo la leo vizuri, amani itatawala zaidi kuliko hofu na msongo uliopita. Somo la leo lina kichwa kinachosema aina mbili za kupambana kiroho. Mara kadhaa nimekuwa, wakati wa kuanza masomo, nimekuwa nikichokoza fikra zako kwa namna ifuatayo. Nimekuwa nikieleza maneno haya kwamba umewahi kuona ya kwamba kuna mtu mwingine ambaye anafanya maombi na anajibiwa kwa haraka, au unaona matokeo kuliko mwingine? Nikakazia ya kwamba Mungu hana upendeleo. Yaani hakuna watu ambao Mungu anawapenda na kuwasikia kuliko wengine. Hapana, wote ni watoto wa Mungu, lakini utagundua kwamba kuna mmoja ana ujuzi fulani wa kimungu kuliko mwingine. Kwa kitendo cha kuwa na ujuzi wa ziada kinasababisha mambo yako yawe rahisi kuliko mtu mwingine. Paulo anapoelezea juu ya Wayahudi na jitihada zao kwenye kitabu cha Warumi, anasema wana jitihada nyingi katika Mungu, lakini si katika maarifa. Yaani akiwatazama walio na juhudi ya ibada, juhudi ya dini walio na ya Kiyahudi, lakini wanakosa maarifa. Hicho ndicho kitu tu ambacho walikuwa wamekikosa. Ni sawa na mtu ambaye ana simu nzuri sana, lakini bado hajui kuitumia ile simu. Mtu ana kompyuta nzuri sana, lakini hajui kuitumia. Mtu ana kamera nzuri sana, lakini hajui kuitumia. Anapokuja mtu mwingine ambaye ana ujuzi wa kuitumia ile kamera au ile simu au ile kompyuta, anapoishika na kuitumia, mpaka unashangaa mbona imetoa kitu bora kuliko. Ni kwa sababu huyu ana ujuzi wa tofauti. Kompyuta ni ile ile, lakini mtumiaji ni tofauti. Vivyo hivyo katika masuala ya kiroho, kinachotutofautisha katika masuala ya kiroho ni ufahamu, ni ujuzi, ni maarifa. Mungu mwenyewe anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hajawakataa kwamba sio watu wake, anasema ni watu wangu, lakini uangamivu walionao ni kwa sababu hawana maarifa. Wapo watu wengi sana katika jitihada za kiroho na vita ya kiroho, wameshindwa vita, wamekuwa katika msongo mkubwa kwa sababu hawakujua mbinu hizi, aina mbili za kupambana kiroho. Kuna ukweli usiopingika ambao lazima ukubali, ya kwamba maisha ya Kikristo mara nyingi yanaelezewa kama vita vya kiroho.
Lakini tukiishia tu hapo kuelezea vita vya kiroho ya kwamba ni vita vya kiroho, unaweza ukawa na hofu bila kuelewa kwamba hii vita ikoje. Wakati mwingine waumini wanakosa kuelewa kuwa vita hii tayari imeshashindwa kwa niaba yetu na Kristo Yesu. Kwa hiyo waumini wanajiingiza kwenye changamoto ambayo hawajui ya kwamba kumbe tayari Mungu ameshawashindia tayari. Kwa hiyo wanapambana katika mtazamo ambao sio mtazamo wa kimungu. Piga picha juu ya mtu ambaye anajaribu kuua mnyama aliyeuawa tayari. Hivyo badala ya kupigana ili ushinde, unatakiwa upigane ukiwa umesimama kwenye ushindi. Nataka hii ingie akilini mwako vizuri. Ukielewa kile ambacho Kristo amekutendea tayari, utapambana ukiwa umesimama kwenye ushindi badala ya kupambana ili ushinde. Kwa hiyo kuna aina mbili kuu za kupambana. Ndio maana nimesema kuna aina mbili kuu za kupambana kiroho. Kuna watu ambao wanapambana ili washinde, na kuna watu ambao wanapambana wakiwa wamesimama katika ushindi. Haya ni makundi mawili tofauti ya watu, tutayaona katika Biblia, na utashangaa ya kwamba pamoja na kwamba tunataja habari ya kile Kristo alichokifanya, lakini utagundua kwamba makundi ya watu alikuwepo tangu Agano la Kale, hata kabla Kristo hajafa, kwa sababu kila kizazi kimepewa mfumo wake wa ukombozi na ulikuwa kamili kwa wakati wake, ila vyote vilikuwa vinasonda kidole katika ujio wa Kristo, mkamilishaji wa kafara au agano. Kwa chochote ambacho tutakiona kwenye Agano la Kale kikitendeka, kikiwa ni sehemu ya ibada, vyote viliwakilisha ujio wa Kristo. Vyote, nikisema vyote namaanisha vyote. Kila utakachokiona katika Agano la Kale kilikuwa kinasonda kidole ujio wa Kristo. Kwa wale wa Agano la Kale ambao walijua maana ya kile ambacho kilifanyika, waliweza kupambana wakiwa wamesimama katika ushindi, wakitambua ya kwamba tayari wameshindiwa, na wakipambana wakiwa wamesimama katika ushindi. Lakini ambao hawakutambua walipambana ili washinde, na makundi mawili yaliendelea kuwepo. Moja lilipata raha na moja lilipata mateso, ili hali bado waliitwa wana wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Nikupatie mfano kwa wanafunzi wa Yesu katika Agano Jipya. Ukisoma stori ya wanafunzi wa Yesu wale 12, utagundua kwamba wote walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, walikuwa na itikadi tofauti, background zao za kijamii lakini za kidhehebu, na zilileta matokeo au madhara katika maisha yao ya kuwa na Kristo Yesu. Ukiwachunguza wanafunzi wa Yesu wote, kulikuwa na madhehebu makubwa wakati ule. Dini moja ilikuwa ni dini ya Kiyahudi, kama vile leo tulivyo na dini moja ya Kikristo, lakini tuna madhehebu tofauti katikati yetu ya Kikristo. Tuna wa Anglican, tuna Lutheran, tuna Baptist, tuna Methodist, tuna Pentecost. Pentecost nayo ina matawi yake madogo madogo. Katika madhehebu ya Pentecost kuna Assemblies of God, kuna Pentecostal Free Mission. Wote ni tawi, lakini dhehebu ni moja tu la Kipentecost. Unapokuja kuna Wasabato, utakuta kuna hapo Baptist pia wamegawanyika. Kuna Baptist wa Kisabato na kuna Baptist ambao wanashika Jumapili. Kwa hiyo hayo yote ni madhehebu. Ukija kwa wanafunzi wa Yesu, walikuwa na madhehebu yao, lakini walipokuja kwa Kristo Yesu, wote walionyesha matokeo ya kule walikotoka. Mchungaji, sijakuelewa. Ukisikia Biblia inataja habari ya madhehebu ya dini ya Kiyahudi ambayo yalikuwepo, kuna kundi moja ambao lilikuwa linaitwa Wazilote au Waselote. Wako pale katika moja wapo wanafunzi wa Yesu. Kulikuwa na kundi la Mafarisayo, walikuwepo mle ndani, ambao ni dhehebu. Kulikuwa na Masadukayo, lilikuwa ni dhehebu lingine. Kwa hiyo na madhehebu mengine mengi ambao unaweza ukayataja hapo katika listi. Sasa maana yangu ni nini? Yohana katika wote ndiye aliyejua kupumzika katika Kristo peke yake. Ndio maana hata anapotajwa, anatajwa kwamba yule mwanafunzi aliyependwa. Ikiwa Yesu anapenda wote, kwa nini Yohana atajwa kwamba anapendwa? Ina maana wengine walikuwa hawapendwi. Ukiangalia utagundua kwamba hili neno mwanafunzi anayependwa alilisema Yohana yeye mwenyewe. Nimekazia hili tena, narudia. Wewe usisubirie mpaka mchungaji akuambie unapendwa na Mungu, jiambie wewe mwenyewe kwanza. Kwa unapoona maisha yao wote, utagundua walikuwa na maisha tofauti. Yohana anakufa akiwa na zaidi ya miaka 100,
inakadiriwa hivyo, na wanahistoria wanatofautiana katika hili, lakini unaona kwamba hata staili yake ya kifo ni staili ambayo amekufa natural death, cha asili, kizuri, kisicho na maumivu. Ndiye pekee ambaye mafuta yalishindwa kumchemsha. Ndiye pekee ambaye alipelekwa Patmo wakidhani ya kwamba wamemtenganisha na watu, wanafunzi wake wa karibu ambao walikuwa wanamtia moyo, wakidhani kwa kumtenganisha na watu wa karibu watakuwa wanamuua kisaikolojia, lakini katika kisiwa cha Patmo anakutana na Yesu na anaandika kitabu cha Ufunuo. Maisha ya Wakristo makundi mawili, wote wakijita Wakristo, kundi la kwanza likifurahia wokovu, kundi la pili likipambana kupata wokovu ambao umeshakamilishwa tayari. Wewe upo kwenye kundi gani? Sikiliza vizuri siku hii ya leo. Tuanze na kundi la kwanza ambalo lina watu wengi sana. Kundi la kwanza liko na watu wengi sana. Namba moja, kupigana kwa ajili ya ushindi. Hili ni kundi la kwanza ambalo liko na Wakristo wengi sana. Wanapigana kwa ajili ya ushindi. Na kuna uwezekano mkubwa hata wewe ambao unanitazama leo, maisha yako ya kiroho yamekuwa ni maisha ambayo hayana kupumzika, kwa sababu unapigana ili ushinde. Tangu mpokee Yesu hujapata ahueni. Mara unapambana na wachawi, mara unapambana na watu kule kazini, mara sio unapambana na kina nani. Yaani maisha yako hayana ahueni, hayana pumziko. Tatizo sio kwamba Yesu hana nguvu. Tatizo ni wewe umeshindwa kupata utambuzi wa rohoni. Tatizo sio kwamba Mungu hana uwezo. Tatizo ni kwamba wewe umeshindwa kupokea uwezo. Mungu akusaidie uweze kulielewa hili. Utakapolielewa hili, maisha yako yatakuwa ni maisha yaliyojaa tabasamu. Unaweza kusema, lakini mchungaji, wewe ndio umetufundisha katika sifa za heri ya kwamba heri wenye huzuni, heri wale katika zile sifa za heri, na ukasema kwamba kuna watu ambao wanapata huzuni kwa ajili ya dhambi. Tabasamu litatoka wapi kama kuna huzuni kwa ajili ya dhambi? Mtu ambaye anapata huzuni au kuumia kwa sababu ya dhambi, anaumia akihitaji kuwaonyesha wengine wokovu ulioko ndani ya Kristo Yesu ambaye ameupata yeye na kuwekwa huru. Kwa hiyo haumii kwa msongo wa kukosa usingizi, anaumia kwa kuongeza jitihada ya kuwafahamisha wengine juu ya Kristo anayewaweka huru. Hii ndio tofauti yake hii. Anza kutazama vizuri hili jambo, liingie kwenye akili yako. Kupigana kwa ajili ya ushindi ni tofauti na kupigana kutoka kwenye ushindi. Ni vitu viwili tofauti. Zaburi 144 fungu la kwanza, Biblia inasema, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Daudi kuna siri alikuwa anajua kuliko wengine wote, na tutaanza kuzigusa baadhi yake. Tutazigusa. Na hii imenishawishi kuandika mada maalum kabisa ya siri ya Daudi ya ushindi na maisha yake yote, kwa nini alikuwa tofauti na wengine. Daudi anataja, anasema, nahimidiwe Bwana mwamba wangu. Unapotaja mwamba, kuna maana nyingi ndani ya neno mwamba. Ni mwanamashairi huyu. Mwamba ni sehemu ambayo unasimama ili kuona mbali. Mwamba ni sehemu ambayo unaweza ukasimama kumkimbia adui ukawa pale juu. Mwamba ni sehemu ambayo inakuficha dhidi ya mvua. Mwamba ni sehemu ambayo inakuficha dhidi ya mishale ya adui anapoirusha. Unajificha kwenye mwamba, zile silaha zinagonga juu ya mwamba. Mwamba umebeba vitu vingi. Ni kana kwamba Daudi anasema, Mungu ni kila kitu katika maisha yangu, lakini anasema anifundishaye mikono yangu vita. Kwa mpaka mikono yake Daudi anasema, unavyoniona nikipigana, aliyenifundisha hivyo ni Mungu. Kwa hiyo katika kila jambo ambalo Daudi alipitia, alimuona Mungu akimpitisha katika mafunzo. Ona mtazamo wake ulivyo tofauti. Yupo katikati ya Wafilisti, anamkimbia Sauli, anakaribia kuharibiwa na maadui zake, yuko porini. Badala ya Daudi kulalamika ya kwamba Mungu, mbona umeniacha naishi kwenye mapango, napambana na nyoka, mbona umeacha adui yangu ananiwinda na kunitafuta, sijalala ndani ninalala nje. Badala ya kulalamika katika staili, anasema hii ni staili ya Mungu ya kunifundisha vita. Ahimidiwe Mungu ambaye ananifundisha, maana nipo kwenye mafunzo ili nikapambane huko mbele zaidi, kwa kuwa Bwana amenishindia kila kitu, ananiandaa kuutwaa ushindi ambao amenipa tayari. Hata kama umepewa ushindi, kama hujui namna ya kuutwaa, huwezi kuufaidi. Nimemtolea mfano mwana maigizo mmoja ambaye ni Mchina, anaishi kule Marekani. Naweza nisipatie jina vizuri, lakini wanamfahamu kama Jack Chan, na jina lingine nadhani anaitwa Lee katika michezo kadhaa ambayo amecheza. Ni tajiri mkubwa sana katika waigizaji.
inasemekana kwamba aliandika wosia wa mali zake, na wakati ameandika wosia wa mali zake ikawashangaza wale wanasheria na baadhi ya watu, wakamuuliza, mbona mtoto wako unamwachia mali ndogo sana, lakini unaelekeza mali yako kwa hizi taasisi zinazosaidia watu wenye changamoto ambao tunaita charity organizations? Jack Cheney akajibu akasema, kama hana akili ya kutafuta mali zake, hata nikimpa za kwangu atapoteza. Ni sentensi ambayo ni nzito kweli kweli. Hujawahi kuona watu ambao wameachiwa urithi na baba zao, lakini baada ya pale kampuni zilikufa? Hujawahi kuona watu ambao waliachiwa magari na wazazi wao, lakini aliishia kuwekewa mawe, maana hayaendi tena? Maduka yamekufa, mali zimekwisha. Unafikiri tatizo ni mali? Tatizo sio mali, tatizo ni yule. Na wewe tayari kuna ushindi ulishapewa tayari, lakini ukiona bado hujaanza kufurahia ndani ya Kristo, tatizo sio kwamba ushindi hukupewa, ila hukujua kuutumia ushindi au hukuupokea ushindi. Daudi anasema, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Ni Mungu ndiye atendaye haya. Hebu tuendelee kuangalia kwa undani zaidi kupigana kwa ajili ya ushindi na kupigana kutoka kwenye ushindi. Kumbuka nimekuambia ni vitu viwili tofauti. Angalia maneno haya. Kupigana kwa ajili ya ushindi ni wazo la kiroho linaloeleza hali ya muumini ambaye anahangaika ili kupata ushindi, badala ya kupigana akiwa tayari ana ushindi ndani ya Kristo. Ni mtazamo wa maisha ya Kikristo unaoegemea kwenye juhudi binafsi au matendo ya kujitahidi kumpendeza Mungu. Zingatia hii maana vizuri na uanze kujifanyia tathmini wewe mwenyewe katika maisha yako. Ukijifanyia tathmini utaanza kugundua kwamba umeishije. Maisha yako ni mpiganaji wa aina gani? Mpiganaji ili ashinde au mpiganaji ambaye ameshinda tayari? Kupigana kwa ajili ya ushindi ni wazo la kiroho linaloeleza hali ya muumini ambaye anahangaika ili kupata ushindi. Hujawahi kuona kuna watu wana relaksi sana ndani ya Kristo Yesu? Wana raha ndani ya Yesu Kristo. Si kwamba hawana changamoto, lakini wamejua kuzikabili kutokea kwenye ushindi badala ya kuzikabili ili wazishinde. Nadhani kuna mtu bado anasema, mchungaji, bado tunaenda zaidi. Usiwe na wasiwasi, tunaenda zaidi ya hapa ili uweze kuelewa. Target yangu ni kukuelewesha ili uweze kusimama na Mungu aendelee kukuonyesha kile ambacho amekutendea na uishi kwa amani zaidi. Sikia, na kuongezea tena ili tu kudadavua zaidi, na kuongezea tena zaidi, angalia vizuri slide yako wale ambao mnafuatilia kwa njia ya television. Kupigana kwa ushindi ni mtindo wa kufikiri ambapo mtu anaona maisha ya kiroho kama mapambano ya kudumu ya kutafuta kibali cha Mungu ili kushinda maadui au kushinda changamoto. Kwa hata maombi ya huyu mtu anapoomba, maombi yake yako hivi, ni maombi ambayo yamejawa na maswali. Nimemkosea wapi Mungu ili asinikubali? Kitu gani nimetenda mpaka Mungu hasikii maombi yangu? Ukijisikia unapoomba unakuwa na mawazo haya, wewe unapigana ili ushinde. Upo kwenye kundi la kwanza ambapo utateseka kweli kweli, na uenda umeshateseka kweli kweli. Ikiwa ukiona tu vitu haviendi, unaanza kujikagua, hivi mimi nimemkosea wapi Mungu ana hasira na mimi? Ni kweli Mungu anachukia dhambi, hii haiwezi kubadilika. Mungu anachukia dhambi, lakini Mungu anakupenda. Hebu piga picha juu ya mtoto wako ambao umemzaa, ndipo uanze kuangalia wewe na Mungu jinsi unavyokuwa. Piga picha mtoto wako wa kuzaa, unamkuta hataki kurudi nyumbani, anashindwa kuja kukuambia kwamba anaumwa, na kweli anaumwa, anaogopa. Lakini ukimuuliza kwa nini unaogopa, anakuambia kwamba nilikuwa naogopa kwa sababu nakumbuka nilishawahi kukuibia sukari. Lakini ukimtazama na kidonda mpaka imeanza kunuka. Mbona ukuja kuniambia nikupeleke hospitali? Nakwambia mimi nimekukosea sana mpaka naogopa kuja kukuambia kwamba nina kidonda, naogopa, ninawaza nitaanzia wapi.
Kama wewe binadamu utaumia ukijua mtoto wako amekuwa na kidonda hadi kimenuka, kwa sababu alikuwa anaogopa kukujilia kwa sababu anahisi amekukosea, ikiwa hili litakuuma, habari gani juu ya Baba yako aliye mbinguni, ambaye ana dawa na tiba ya kila kitu, lakini unaogopa kumwendea, au unamwendea kwa mashaka, maana unajua ulimkosea na unahisi anakuchukia. Akili yako isije kachanganya haya kwenye kapu moja. Chuki ya Mungu dhidi ya dhambi sio chuki ya Mungu dhidi yako. Popote ukimwona Mungu anaonyesha hasira ya dhambi, ile hasira haiko juu yako, iko juu ya dhambi. Ndio sababu hata katika madhehebu yetu tunapoongelea habari ya moto wa milele wa baadaye, tunapishana hapa. Wako watu ambao wanaamini ya kwamba Mungu atawachoma watu milele na milele, wale waliomkataa Mungu, maana Mungu hamlazimishi mtu. Kwa kuna kundi ambao limemkataa Mungu, hao watachomwa milele na milele. Watu wanaamini kwamba ni milele na milele isiyohesabika, wanaendelea kuungua mchana na usiku, na wana mafungo ambao wanayatumia. Lakini kundi la pili linasema hapana, huu ni ukatili. Yaani Mungu gani ambaye atafurahia kuwaona watu wake wakiungua milele na milele kwa sababu ya dhambi walizokataa kuzitubia, wanaungua milele na milele? Ana raha gani? Maana Mungu ana uwezo wa kuona pote, mahali pote. Mungu wa namna hii haexist. Kwa wakati mwingine usishangae watu wakichallenge wengine ambao wameshindwa kupata majibu, wana challenge kana kwamba Mungu hayupo, maana kuna picha imeletwa na dini ya Mungu katili. Lakini uhalisia uko hivi. Mungu anapotaja kwamba watu wataungua milele na milele, neno milele na milele ni lugha ambayo katika mahesabu ya kibinadamu hatuwezi kuhesabu na kuelewa ile miaka kwa lugha ya hapa duniani. Lakini ukweli ni kwamba watakuwa majivu juu ya nchi. Maandiko yako wazi, yanasema watakuwa majivu juu ya nchi, na watakatifu watatoka nje kuyatazama majivu ya waliomwasi Bwana. Maana yake ni kwamba watakoma kuwepo, hawatatambua lolote, watapotea kabisa, hawataonekana tena. Ina maana kwamba watakufa wasionekani, maana Mungu hawezi kufurahia kuona watoto wake wakiteseka milele na milele. Hata hivyo, neno moto wa milele, kuchomwa moto, ni fumbo ambalo kuna siku taliongelea vizuri maana yake hasa ni nini. Sio mtazamo wa moto unaouwaza wewe huu wa kupikia ugali. Mungu atusaidie sana. Kupigana kutoka kwenye ushindi. Kumbuka vizuri kabisa, nimesema kupigana kutoka kwenye ushindi ni mtindo wa kufikiri ambapo mtu anaona maisha ya kiroho kama mapambano ya kudumu ya kutafuta kibali cha Mungu ili kushinda maadui au kushinda changamoto. Sio mpango wa Mungu watoto wa Mungu wasilale usingizi usiku. Kila saa wanateseka, wako macho, wakiogopa mashambulio ya wachawi au nguvu za giza. Biblia iko wazi, nasema yeye humpa mpenzi wake usingizi. Mungu anataka ulale vizuri na uamke mchana ufanye kazi. Utaniambia sasa, mchungaji, mbona Biblia imesema kesheni mkiomba? Neno kesheni mkiomba, angalia hata kwa lugha tu ya mkoloni, ni neno limetumika watch. Watch maana yake ni nini? Lazima uangalie neno watch maana yake ni nini. Sio tu kukaa macho, linamaanisha kuwa makini. Mchungaji, sijakuelewa. Okay, ngoja nikupe mfano. Shambulio la kiroho jinsi lilivyo. Mashambulio ya kiroho ni vita katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu usioonekana. Unapokaa macho bila kulala wakati ule usiku unapolala, una maana ya kwamba mwili wako uko macho. Vita ya kiroho, mwili uko macho. Hebu tumia tu akili ya kawaida. Pastor, bado sijakuelewa. Na mimi nataka unielewe zaidi. Vita ni ya kiroho. Umepanda kitandani, umekataa kulala usingizi. Unahitaji kukesha ili wachawi wasikushambulie. Kilichoko macho ni roho au ni mwili? Kwa mwili wako uko macho kwa ajili ya roho. Wewe acha kujitesa, Mungu hayuko hivyo. Mchungaji, kwa hiyo inakuwaje? Kuwa imara kiroho, mwelewe Mungu alivyo kiroho. Hata kama ukiwa umelala usingizi, umelala mwilini, lakini kiroho umeunganishwa na Mungu. Hii ndiyo inayokupa ushindi. Wako watu kadhaa wameshuhudia mashambulio yamekuja wakiwa wamelala, na walikemea kiroho wakiwa wamelala usingizini, na waliamka wakiwa ni washindi tayari. Unatakiwa uadvance kiroho, usibaki hapo hapo ulipo. Usibaki darasa la kwanza kiroho, kuwa nenda zaidi ya hapo. Toka hapo ulipo, endelea zaidi ya hapo, kuwa zaidi ya hapo. Tutaona jinsi ambavyo maandiko yanaposema. Katika mtindo huu wa kupigana ili ushinde, ambao ni mgumu zaidi,
Mtu anatafuta ushindi kwa kutumia jitihada na mbinu binafsi. Ingawa ni kweli kuwa waumini wanakutana na majaribu na upinzani, Biblia inatufundisha kwamba vita tayari imeshindwa na Kristo, na sisi tunapigana kutoka kwa uhakika wa ushindi ulio tayari. Najaribu kutulia kidogo, Roho Mtakatifu akupe tafsiri sahihi katika ubongo wako uweze kuelewa kile ambacho Mungu amekutendea. Kuna mtu mmoja ambaye nasubiri ushuhuda wake, nadhani atakapoutuma au siku nyingine akikubali, kama ya kulingana na taratibu zake za kiofisi anaruhusiwa kuonekana, basi ataonekana. Lakini namkumbuka sana, ni kijana ambaye alikuwa ni mchapakazi katika jeshi, mzuri kabisa, lakini alikuwa ameharibiwa sana na pombe. Yuko vizuri, lakini pombe imemharibu. Siku moja mama yake akaja na yeye. Ukimtazama ule kijana unajua kabisa hapendi ulevi, lakini afanyeje? Kuna nguvu imemkamata zaidi hapo. Alikuwa amechoka mpaka akalia machozi. Mama ananiambia nina vijana wawili wote wako hivi. Yaani kana kwamba nataka kusema sasa mimi nitafanyaje? Huyu ndiye ambaye ameajiriwa na yuko vizuri kabisa. Unajua kuna yule mtu ambaye yuko vizuri hata ofisini kwako kiasi kwamba unaogopa hata kumfukuza kazi, kwa sababu hata kama kuna mambo yako sawa, lakini kuna vitu amewazidi hata wale ambao wana tabia nzuri. Ni aina ya kijana ambaye nakwambia. Tukaomba. Wataalamu wa psychology wanajua kwamba pombe ni addiction. Na ili kumshauri mtu aweze kuacha pombe, kuna sessions kadhaa za kisaikolojia. Nimezifanya practically. Lakini kwa huyu, jinsi ambavyo nilimtazama pia, nikaona kabisa anapambana na natamani aweze kuwa sawa, hata awaridhishe mabosi wake, wakuu wake katika kitengo kile cha jeshi ambako yuko. Maana amewadisappoint sana. Na wao wanamuona ni kijana mzuri. Tukafanya maombi. Nikamwambia mama yake kwamba sasa unataka tu mama ufumbue macho uone kila kitu. Lakini kijana yeye afumbe macho. Nikamwambia ombi la leo, ubongo wake unasafishwa kabisa, kiasi kwamba kila kitu ambacho kinamuelekeza kwenye addiction ya pombe kinaisha. Akiwa ameamini kweli kweli, maana ameteseka, amekata tamaa. Baada ya pale alifunguliwa kabisa, akaondoka. Sikupata mawasiliano tena kwa muda mrefu. Nakumbuka siku moja niko Iringa, mama yake amenipigia simu sana. Akaniambia kuna watu wanakutafuta ambao wanajua habari za huyu kijana. Amebadilika mpaka wanashangaa. Yaani hata mimi nimepelekea taarifa baadaye sana kiwa yule kijana kumbe yuko vizuri, kwa maana sikupata taarifa tena. Unasema mchungaji unamaanisha nini? Nilikaa nao kabla na nikawaeleza hiki ambacho na wewe nakueleza. Nikawaeleza ya kwamba kila tunachokitaka kipo. Kila ushindi tunaotafuta Yesu alishatupatia tayari. Yesu haumbi ushindi leo. Alishaumba, una exist tayari. Tayari. Yaani mpaka mwanadamu anaumbwa, kila tatizo liloko lina majibu yake. Nirudie tena, sio lazima uje tuonane uso kwa uso. Hata hivi unavyonitazama kwenye television, ukiamini hivi, inatokea hapo hapo ulipo. Shuhuda nyingi tumekuwa tukizipokea kwa watu ambao waliamini na wakaona matokeo makubwa kuliko unavyoweza kufikiria wewe. Huko nakwenda maeneo mbalimbali, naona Mungu atusaidie sana. Sikiliza, kutoka katika dhana ya kupambana ili ushinde na kupambana kutokea kwenye ushindi, kushifti kutoka hili wazo moja kwenda wazo nyingine ni hatua. Ni kawaida hata baada ya hili somo kujikuta shetani anajaribu kurudisha kwenye wazo la zamani kwamba pambana ili ushinde, kana kwamba wewe ndio unapata ushindi. Kuna saa utajikuta umerudi kule pa zamani, lakini ukikumbuka rudi tena pale pale, rudi katika mstari wa kwanza ya kwamba mimi tayari ni mshindi. Tutaona hapo baadaye jinsi ambavyo Kristo ametushindia na tunatakiwa tutembee katika ushindi tulioshindiwa tayari. Tutaona mpaka namna ya kuapply hii nguvu mpya ya ushindi ambao tumepata tayari kupitia Kristo Yesu. Sasa
ni tabia gani au ni mambo gani ukiyaona unajua kabisa wewe unapambana ili ushinde na sio kupambana ukiwa umesimama katika ushindi tayari? Mambo gani ya muhimu natakiwa uyaelewe siku hii ya leo? Tabia gani? Sikiliza kidogo. Sifa muhimu za dhana hii ni zipi? Za kupambana ili ushinde. Narudi tena, nataka uelewe kuna tofauti ya kupambana ili ushinde na kupambana ukiwa umesimama kwenye ushindi. Kilicho kizuri ni hiki cha pili, maana kina kupumzika zaidi, kina msongo kidogo, kina raha nyingi, kina nguvu nyingi. Haina maana hutapitia changamoto, lakini changamoto utazishinda kwa kutumia hii njia. Hiki cha kwanza ambacho ndio wengi wako hapo, kina mateso mengi, kina kukosa usingizi, kina kufunga kwingi kusiko na matokeo ya kiroho kama jitihada binafsi. Hiki cha kwanza kina kutoa sadaka ili umuwini Mungu, umshawishi Mungu. Hiki cha pili kina kutoa sadaka kwa kushangilia na kufurahia kile ambacho Mungu amekutendea. Viko tofauti kabisa. Na tumeanza na hiki cha kwanza ili uweze ukiona. Utatambuaje kwamba unapambana ili ushinde katika struggle na mateso makubwa? Utatambuaje? Twende tuone. Wale wanaopigana kwa ajili ya ushindi wanaishi na hofu ya kushindwa. Kwa hata kama ni pale kwenye biashara yako, umeona kuna mashambulio ya kiroho kutoka kwa majirani zako, mawakala, maana wale sio maadui zako. Adui yako ni shetani kupitia watu. Pale kwenye familia yenu, pale kazini, upo katika staili ya woga. Hata maombi yako ni maombi ya woga, wasije wakanivurugia biashara, wasije wakanivurugia wateja, wasije wakanisababisha hiki. Yaani uko kwenye wasiwasi kila saa, unaangalia chakula kisije kikawekewa sumu, chakula kisije kafanyiwa hivi, kule kwa Wasambaa kuna kitu nakiita zongo, wasije wakaloga chakula changu. Yaani uko kwenye suspect. Kila saa unaishi kwenye woga. Hata huna raha ya Kristo Yesu, nikana kwamba shetani ana nguvu kuliko Yesu. Kosa kubwa sana. Kosa kubwa sana. Mwenye nguvu kuliko wote ni Yesu Kristo. Lakini unaishi kana kwamba sio. Unaishi kwa hofu ya kile ambacho shetani anaweza kukifanya kuliko ujasiri wa kile ambacho Mungu anaweza kufanya. Wale wanaopigana kwa ajili ya ushindi wanaishi na hofu ya kushindwa, na wanajiuliza kama wamefanya vya kutosha au kama wataweza kushinda. Wanapigana kwa kutafuta kupokea kibali cha Mungu na watu. Kuna mtu ambaye anapambana ili kutafuta akubalike na Mungu, lakini kuna mtu anapambana akijua amekubalika. Hawa ambao wanapambana na dhana hii ya kwanza ni mtindo, jitihada kuelekea ushindi. Pasa sija kuelewa. Yaani kuna mtindo wa maisha na jitihada kuelekea kwenye ushindi. Unaona kama ina sound vizuri kwenye akili yako, unaweza kuona kama ina sound vizuri, lakini haisound vizuri. Sikiliza vizuri. Hii ni dhana kwamba ushindi hupatikana kwa matendo yetu, maombi na juhudi binafsi. Huu ni mtindo wa kibiashara ambapo tunaona ushindi kama malipo ya jitihada binafsi. Namuomba Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa vizuri, maana hili jambo najua kwamba shetani hataki tulielewe, maana tukilielewa tutamgaragaza kweli kweli. Nairudia tena hii. Mtindo wa jitihada kuelekea ushindi. Yaani hao watu ambao wanapambana kuelekea ushindi wana tabia gani? Hii ni dhana kwamba ushindi hupatikana kwa matendo yetu. Kwa anaamini ya kwamba baraka zake ni mpaka awe na matendo mazuri. Kumbukeni nimefundisha sheria za asili. Sheria za asili kuzijua na kuziapply kwa usahihi ni neema, wala sio jitihada yako. Wale ambao uliwaona ya kwamba hawamjui Mungu lakini wakaziapply na wakaona matokeo, Mungu anawapa yale mafunuo ili wawe baraka kwa jamii, for humanity. Kwa nao pia walipata mafunuo yale kwa neema ili wawe baraka kwa wengine. Ndio maana zinajibu kwao. Na wewe kusikia hii pia ni neema, na kuiapply kwa usahihi kwa moyo mweupe ni neema. Usiwe na kiburi. Lakini kama kuna mtu ambaye anadhani ya kwamba anapata ushindi kwa sababu ya matendo yake,
kwa maombi yake binafsi na juhudi nyingi. Huu ni mtindo wa kibiashara, wewe na Mungu hamwezi kulipizana. Na hii nimeikazia hasa kwenye matoleo ya zaka na sadaka. Kuna watu ambao wanatoa zaka ili wabarikiwe, ni kosa. Mungu aanze kukuchaji wewe mpaka hewa anakuchaji hewa yake. Maana kuna wakati hata unaomba ukimwambia Mungu, unamwambia Mungu, nimetoa zaka, mbona hujanibariki? Mnalipizana wewe na Mungu. Kwa sababu zaka ni ya kwake. Huna cha kujiringishia hapo, ni ya kwake. Alisema tangu mwanzo zaka ni ya kwangu. Na ni ya kwake kwa sababu yeye amesema ni ya kwake. Hukupiga kura uzaliwe. Yeye amekuleta duniani, akakupa uhai. Mtume Paulo anasema kwake yeye tunaishi. Kwa hata hapo ulipo, maisha yako, uwepo wako ni yeye, umefungamanishwa na yeye. Macho yako yangelionekana, yani yangelifunguliwa ukaona uhai wako ulivyo, ni kwamba wewe ni kwa sababu umefungamanishwa, ungeona waya usioonekana kwa macho ya kibinadamu kutoka kwako kwenda kwake. Yeye ndiye chanzo cha uhai wako. Na hii ndio sababu hatutakiwi kudharauliana binadamu, kwa kuwa wote chanzo cha uhai ni mmoja, yaani Mungu. Kwa jitihada zako unaweza ukastruggle na ukaona matokeo fulani kidogo, lakini siku utakapojifunza hii mbinu ya pili utaona matokeo makubwa zaidi. Sikia vizuri, tuendelee kueleweshana. Kundi, sifa ya kwanza tumesema ni mtindo wa jitihada kuelekea ushindi. Wanajitihada kuelekea ushindi, wana struggle kuelekea ushindi. Wako makini asije akakosea akapata laana. Yuko makini, nimekosea wapi? Yuko makini, nitende kitu wapi sahihi? Yaani yuko makini. Unakuwa makini kiasi kwamba unashindwa kurelax kiroho. Sijakwambia uwe mzembe. Sikia hii ya pili. Hofu ya kushindwa. Hawa watu hata kama anaomba maombi, ombi lake limejaa hofu. Hata kama anafunga, funga yake ni funga ya uoga. Ngoja nifunge kwa bidii, wachawi wasije wakanilogea mtoto. What? Ngoja nikazani niamke saa 9 usiku niweze kuomba ili nisije nikashambuliwa. Hayo ni maombi yamejaa uoga, hofu. Kwa hiyo mchungaji, tusiamke saa 9. Na kwa taarifa yako, hebu nisikilize kidogo. Maombi ni kuwasiliana na Mungu, yanakupa connection nzuri na Mungu. Na kuna watu hata kama hujapanga kuamka, Mungu atamtuma malaika wake, atakuamsha saa 9, muda uliotulia, ili kuongea naye. Na kuna watu kama Mungu hana ujumbe na wewe masaa hayo, hata kuamsha, utaendelea kulala. Na kuna watu ambao hata leo unanitazama, umejikuta kila wakati saa 9 au saa 8 uko macho. Masaa ni yale yale, ukiangalia saa ni masaa yale yale. Umeamka na hakuna kitu unachokifanya, na unakaa macho, na yale masaa yakipita usingizi unakushika, unalala. Ukimuuliza mtu wa biolojia, atakwambia hiyo ni biological clock ambayo imekariri, kwa hiyo yale masaa inakuamsha. Biological clock gani ambayo hapo nyuma haikuwepo, imeanza hivi karibuni? Unapojikuta unaamka masaa yale yale wakati wa usiku, usipuuze. Ni wakati wa wewe kusema na Mungu na kumsikiliza Mungu. Huwezi jua, malaika wasioonekana wanakuja kukuamsha yale masaa. Kama Samueli alivyoitwa, Samueli, akadhani ni Eli anamuita, kumbe alikuwa ni Mungu anamuita. Kwa hiyo ufanyeje ukiamka yale masaa? Badala ya kuanza kuperuzi simu yako, badala ya kuanza kuchati, badala ya kuanza kupitia magrupu ya WhatsApp, tumia ule muda kumtafakari Mungu. Tumia ule muda kumwambia Mungu mambo ambayo unatamani kumwambia. Tumia ule muda kutulia na kutafakari neno na kumsikiliza Mungu akiongea ndani yako. Mungu atusaidie sana. Maombi ya hofu ni ya wale ambao wanapigana ili washinde, badala ya kujua kwamba wameshindiwa tayari. Wale wanaopigana kwa ajili ya ushindi wanakuwa na wasiwasi kuwa huenda watashindwa, na mara nyingi wanakuwa na hofu ya kutofanikiwa. Wako kwenye wasiwasi. Unaombea biashara yako, lakini huamini kama utafanikiwa au hutafanikiwa.
Yaani vita umeifanya ya kwako badala ya kuifanya vita ya Bwana. Japokuwa unajidai unamkabidhi Bwana, lakini kiuhalisia kwenye moyo una wasiwasi mkubwa, kwa sababu ni kana kwamba ile vita ni ya kwako, wewe ndio unayepambana. Mungu atusaidie sana. Sikiliza karakta ya pili au tabia nyingine. Hawa watu wana tabia ifuatayo, nayo ni hii: ukosefu wa kutegemea kazi iliyokamilika ya Kristo. Hawategemei kazi ambayo Kristo alikamilisha tayari, wanategemea kazi za kwao binafsi ili wakamilishe, jitihada za kwao binafsi. Ingawa watu hawa wanaweza kusema kuwa Kristo alishinda vita kuu, hawana uelewa kamili wa maana ya kazi aliyokamilisha msalabani na ufufuo wake. Wanapigana kana kwamba vita bado vinaendelea. Utawasikia toto kwenye maneno yao, aise, habari za huko, salama, mnaendeleaje? Bado tupo kwenye mapambano. Kristo alifanya nini pale msalabani kwa ajili yako? Ndio maana umejikuta bado hujafurahia wokovu, hujafurahia kuwa ndani ya Kristo Yesu, maana hata hujui kile ambacho Kristo amefanya kwa ajili yako. Ni kweli, kwa vile wewe ni mtoto wa Mungu, katika ujinga wako huo bado Mungu ameleta neema yake akakusaidia. Lakini siku ukielewa kupigana au kupambana ukiwa umesimama kwenye ushindi tayari, utafurahia zaidi kuliko hapo mwanzo. Mfano mzuri ni Mfalme Sauli. Mfalme Sauli ni mfano wa mtindo wa kupigana kwa ajili ya ushindi kwa jitihada binafsi, badala ya kupigana ukiwa umesimama kwenye ushindi. Ndio tofauti hizo sasa. Mfalme Sauli ni mfano mzuri kabisa. Alikuwa na hofu ya kushindwa kwenye maisha yake yote. Hebu tuangalie kwa haraka mafungu yafuatayo. Angalia kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 13, Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 8, huenda tutaangalia mpaka ule mstari wa 11. Mstari wa 11. Sikia maneno haya. Ngoja nikuelezee background kidogo ili tukiyasoma haya itakuwa ni rahisi. Siku moja Mfalme Sauli alikuwa amevamiwa na Wafilisti, wanakuja kumvamia. Na wakati ule walijua kwamba ili kuweza kushinda vita ni lazima uwe umeungana na Mungu, maana kila vita inavyoonekana kimwili lakini asili yake ni ya rohoni. Kwa hiyo alijua ya kwamba ana ufahamu ya kwamba ili aweze kushinda vita ile vizuri lazima aweze kuishinda rohoni kwanza. Ndio wanasema kusimama katika ushindi na kupigana ili ushinde ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo lazima ushinde rohoni, na amekushindia Kristo Yesu ili tuweze kuona matokeo yake mwilini. Sasa katika uelewa wake huu akajua lazima aungane na mtumishi wa Mungu anaitwa Samueli, na inabidi ibada ifanyike. Ibada inakufunulia pazia la ushindi uliopewa tayari kupitia Yesu Kristo kwenye Agano Jipya. Kwenye Agano la Kale ibada ilikuwa inawaingiza katika ushindi ambao Mungu amewashindia tayari kwa vile wao ni watoto wa Mungu, na njia pekee ilikuwa ni kutoa sadaka kwa wakati ule. Sasa sikia, akaahidi Samueli ya kwamba atakuja baada ya siku 7 ili kuwaongoza kwenye ibada. Alipochelewa, Sauli akafanya jitihada binafsi. Ni sawa na mtu ambaye anitazama anasema, mimi naamini ya kwamba shida yangu itaisha pale nitakapokutana na mchungaji. Umejifunga we mwenyewe, badala ya kujua ya kwamba Mungu yuko hapa hata hivi ninavyoongea na wewe kwa njia ya television. Mchungaji Mbaga anaweza asiwepo, lakini uwepo wa Mungu uko hapo, ni kiasi cha kuamini na kupokea baraka zako. Simple. Sikia maneno haya sasa. Fungu la 8 Samueli wa kwanza 13. Anasema, akangoja siku 7 kwa kadi ya muhula uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgali, na hao watu wakatawanyika mbali naye. Fungu la 9. Sauli akasema, nileteni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Akatoa sadaka ya kuteketezwa, wakati sadaka hizi zilitakiwa zitolewe na Walawi, watu ambao Mungu amewachagua katika hilo. Fungu la 10. Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe Samueli akatokea, naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu. Fungu la 11. Samueli akasema, umefanya nini? Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami, na wewe hukuja siku zile zilizonenwa, nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmash. Fungu la 12. Basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha
nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Hakupaswa kufanya hili. 13. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu, hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyekuamuru, kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Yaani uliogopa Waisraeli wasikuache, uliogopa wasikukimbie, badala ya kusubiri na kumtumaini Bwana ukaogopa. Umefanya upumbavu. Alifanya jitihada binafsi, japo katika sura ya kidini, lakini hakumtegemea Mungu. Alichopaswa kufanya ni nini? Mungu alitoa maelekezo kwamba anayepaswa kuitoa sadaka ya kuteketezwa, ya sadaka ya amani, ni Samueli, maana Mungu amemchagua kwa kazi hiyo. Wewe umechaguliwa kwa kazi ya ufalme, ulitakiwa ufanye kazi ya ufalme wewe. Lakini imekuwaje sasa umeingilia kazi za kikuhani kwa sababu ya kuogopa watu? Ina maana kwamba aliona kana kwamba Mungu amemwacha. Mchungaji, unamaanisha nini hapa? Mtu anayepigana akiwa anahitaji kushinda anakuwa na woga hata pale anapoona Mungu amechelewa, anakuwa mwoga akidhani Mungu amemwacha, anakuwa mwoga, anajaribu jitihada zake binafsi. Lakini mtu anayepigana akiwa kwenye ushindi anasimamia maelekezo ya Mungu hata kama haoni matokeo. Sasa hiyo ndio tofauti yake hiyo. Sauli alishindwa kumngojea Samueli kwa ajili ya sadaka, na alijichukulia jukumu la kutoa kafara ya sadaka mwenyewe. Alikuwa na hofu ya kushindwa vita na kupoteza hadhi yake, hivyo alijichukulia hatua mwenyewe na kufanya jambo hilo ambalo halikuwa lake. Alitegemea utiifu wa matendo badala ya kumtegemea Mungu. Kuna watu katika maisha yao wanadhani Mungu anashawishiwa na matendo yao mazuri badala ya kutegemea rehema za Mungu. Ninaongea na mtu ambaye vita ulionayo ni kosa ulilofanya pale ofisini kabisa, pale kwenye biashara yako. Unatambua kabisa ulikosea, unajua kabisa ulikosea, na umeshikwa na hofu ya kwamba Mungu hataingilia kwa sababu ulikosea. Nisikilize vizuri. Cha kwanza, kiri makosa yako. Cha pili, tubu mbele za Mungu. Baada ya kukiri na kutubu, kutubu ni kugeuka maana yake, kukiri ni kuungama. Baada ya kuungama na kutubu, amini kabisa ya kwamba Mungu amekusamehe na ushindi ni hakika. Unatembea katika rehema na neema. Mungu atusaidie sana. Utiifu wa matendo badala ya kumtegemea Mungu. Hii ni tabia ya kumtii Mungu kwa nje tu, lakini si kwa moyo wa imani wala wa uaminifu wa kweli. Ni kama mtu anayefanya yaliyo sahihi kwa sura ya nje, lakini ndani hana uhusiano wa karibu na kumtegemea Mungu kwa kweli. Sauli aliwakilisha hili kwa ukamilifu wote. Maelekezo gani alikuwa amepewa Samueli? Samueli wa kwanza 15 fungu la 3. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Hili ni tukio lingine tena, amepewa maelekezo na Mungu. Alichokifanya ni kipi Sauli? Sauli alifanya nini? Fungu la 13 katika Samueli wa kwanza 15. Samueli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimetimiza amri ya Bwana. Maelekezo aliambia, ukienda kwenye ile nchi, nenda ukamalize kila kitu, msije mkachukua chochote, ng'ombe, kila kitu maliza kule kule. Alichofanya ni nini sasa? Tuangalie tofauti yake sasa. 13. Samueli akamwendea Sauli, naye akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimetimiza amri ya Bwana. Fungu la 14. Samueli akasema, maana yake ni nini basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu, na huo mlio wa ng'ombe ninaousikia? Kule juu aliambiwa kila kitu wakiangamize kule, lakini sasa hivi wameleta kondoo, wameleta na ng'ombe. Fungu la 15. Sauli akasema, wamewaleta kutoka kwa Waamaleki, maana watu waliwaacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri, ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako, nao waliosalia tumewaangamiza kabisa. Umemgundua kwamba kule ameambiwa angamiza kila kitu, ila amekuja na vitu. Hataki kukiri kosa, anasema watu wameleta kwa ajili ya sadaka, waliosalia tumewaangamiza kabisa. Ni mjanja fulani hivi ukimtazama vizuri. Fungu la 16. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nitakwambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya, sema.
Akamwambia yote alimwambia, akamkumbusha Bwana alivyomtoa katika umaskini wake wa kawaida hadi kumfanya kuwa mfalme. Fungu la 19, mbona basi hukutii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana. Fungu la 20, Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Fungu la 21, ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vinavyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgal. Mungu alisema kwamba anahitaji atolewe sadaka. Mungu hakutaka sadaka hapa. Wao ndio wanajaribu kumuonga Mungu. Kuna watu ambao hata maombi unayoyafanya, ibada unazofanya, unamrudia Mungu sio kwa vile ni Mungu, ila ni kwa sababu unataka ajira. Sadaka unayotoa sio unatoa kwa kutambua kile ambacho Mungu amekutendea kama ibada, ila unatoa ili Mungu akufanyie jambo fulani. Ni kama kumhonga Mungu. Unaweza kusema, lakini mchungaji, umetufundisha wewe huyu ya kwamba tunapoenda kutoa sadaka yetu tuzinenei sadaka yetu katika maombi. Ndio, sadaka inayotolewa kwa moyo wa ibada ni eneo la kukutana na Mungu, sio eneo la kumhonga Mungu. Kwa unapokutana na Mungu kwa njia ya sadaka, ukiwa unajua kumwabudu Mungu kwa njia ya sadaka, ndiyo sehemu yako ya kupokea baraka kama matokeo ya ibada, lakini sio kama matokeo ya kumhonga Mungu. Tofautisha vitu hivi viwili, sije ukavichanganya kwenye kapu moja. Njoo muangalie Sauli, maisha yake, Daudi jinsi alivyo. Sauli anapambana ili ashinde, alishindwa. Maana aliyempa ufalme ni Mungu, ni Mungu alipaswa amtetee. Aliyekupa elimu ni Mungu, sio wewe. Mungu atakutetea katika elimu yako. Aliyekupa kazi ni Mungu. Labda uniambie hii kazi uliipata kwa jitihada zako mwenyewe, ndio maana unahitaji kuitetea kwa jitihada zako. Mungu akusaidie sana. Hata afya njema, kila kitu ni yeye. Lakini mchungaji, tukienda hospitali, utaenda hospitali, utapewa dawa. Mungu asipoweka mkono wake kwenye dawa, huponi. Usije ukaanza kumsifia daktari kuliko kumsifia Mungu. Daktari ni chombo mikononi mwa Mungu. Relax. Wamekuambia ugonjwa hauponi, ndio. Wao ndio wamesema. Lakini Mungu anasemaje? Na yaponya magonjwa yenu yote. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ona hii tofauti jinsi ilivyo. Kwenye somo lijalo, sehemu ya pili ya somo hili, tutaangalia kupigana ukiwa umesimama kwenye ushindi. Tutaanza kuona jinsi Daudi yeye alivyokuwa anapigana akiwa amesimama kwenye ushindi na jinsi alivyokuwa anashinda. Utaona tofauti ya watu hawa wawili kabisa katika maisha. Sikiliza vizuri. Rafiki yangu unayenitazama, chochote unachokipitia, usiangamie kwa kukosa maarifa. Unapopambana kuiokoa ndoa yako kwa jitihada zako, utaipoteza. Watu wengi walioingia kwenye jitihada zao binafsi kujitoa kwenye matatizo yao bila kufuata mwongozo wa kimungu, waliongeza matatizo zaidi. Sasa nasema, mchungaji, tufanyeje? Tukae bila kushughulika? Hapana, sijakwambia ukae bila kushughulika. Tatizo ni kwamba shughulika yako unavyoshughulika wewe ni shughulika inayotokana na hekima ya kimungu au hekima binafsi. Paulo anasema hivi, ufanyieni kazi wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, mkijua ya kwamba ni Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu. Kwa ukumbe, hata katika wokovu unasema ufanyieni kazi wokovu kwa kuogopa na kutetemeka, lakini huko anakuambia ni Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu. Angalia sentensi vizuri. Anayetaka ndani yako ni Mungu, ndiye amekupa uwezo wa kutaka. Anayetenda ndani yako ni Mungu anayetenda ndani yako. Vyote vyatokana na Mungu, sio jitihada binafsi. Kwa kabla ya kuanza kupambana kuiokoa ndoa yako, kuwa mtu wa maombi ya utulivu. Maombi ya utulivu ni yapi? Ni maombi ambayo hayana mhemko. Nilimwona mtu mmoja alikuwa mbele ya rais. Rais anamwambia, sasa nifanyeje? Anasema, wamenionea sana. Wamekuonea nini? Ingilia kati. Ndiyo, niingilie kati kitu gani? Acha tu rais, tunateseka. Dakika zinaisha mpaka rais anaondoka, hujasema kitu. Vivyo hivyo na wewe ambaye unapambana ili kupata ushindi, unajikuta kwamba kwanza tukio likitokea unakuwa na msongo kwanza.
Ndio maana Yesu anasema, yuko wazi, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Unapoona changamoto yote iko mbele, iambie akili yako, majibu ya tatizo langu yapo. Ushindi umepatikana kwa Kristo Yesu. Ndipo unapotulia, ukituliza akili yako, omba ukimwambia Mungu, nisaidie nijue natokaje hapa, kwa kuwa najua tayari njia ipo. Nakupa mfano wa haraka. Katika msongo wa ndoa ambao unakuta mme anakusumbua, mke anakusumbua, ukitafuta majibu binafsi, utaelekezwa kwa waganga, watakuelekeza kupata dawa na kuoga uondoe mikosi. Shetani amekushawishi, umeanza kuingia kwenye madeni. Umechukua mkopo wa kwanza, kama nilivyoeleza, kuna aina mbili ya tatizo, kuna ile la kiroho, kuna la kisaikolojia. Umechukua mkopo wa kwanza, ukaenda kuchukua mkopo wa pili ili uweze kulipa mkopo wa kwanza. Unazunguka, hiyo ni tatizo hilo tayari. Unaenda tena hii kidogo kidogo, mahitaji ya kawaida nyumbani yanakuhitaji, kwa unajikuta kuna mahitaji mengi. Mwisho unajikuta una mikopo hata mitano, yote inakuangalia wewe. Unajua kinachofuata hapo ni nini? Kuna njia mbili tu ambayo adui anataka kuingiza kwenye tatizo. Jitihada binafsi anaitumia pale pale. Sijawahi kuona shetani amenyonga mtu au amempa mtu sumu, ila anakushawishi ujimalize wewe mwenyewe. Kwa jitihada binafsi ni nini? Anakwambia nenda ukajiue. Kwa hiyo hata huwazi ya kwamba kuna watoto utawaacha, utawatesa, wala huwazi yote hayo, unawaza habari ya kujiua. Mwingine unatumwa kwa waganga, nakwambia ili kuzuia wasikusumbue watu ambao wanakudaidai hawa, nenda kwa waganga. Kwa hiyo unajikuta umeongeza tatizo juu ya tatizo, shida juu ya shida. Nami nakuitisha wito leo, mgeukie Mungu, muulize akupe hekima. Yeyote aliyekosa hekima na muombe Bwana, Bwana atamsaidia. Tukiingia sehemu ya pili, kupambana kutokea kwenye ushindi, utaelewa kwa kina kupambana ukiwa umerelax, umepumzika. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Sijui unapitia kitu gani. Endelea kuandika maombi yako hapo, tuweze kuomba pamoja. Mungu ameshakuandalia ushindi wako tayari kwa kila jambo unalolipitia. Bwana ameshaandaa. Hata Hajiri alipolia ya kwamba mtoto anakufa kwa sababu ya kukosa maji, Mungu hakutengeneza maji mapya. Biblia inasema Mungu akamfungua macho yake akaona maji. Muombe Mungu akufungue macho yako uweze kuona majibu ya matatizo yako, uweze kuona majibu ya shida zako, uweze kuona majibu ya changamoto zako yapo sasa. Mtazame Mwokozi. Endelea kuandika maombi yako, endelea kucomment. Tunakwenda kuomba sasa. Kwa mazingira uliopo, tunakwenda kuomba. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakutukuza sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Wako wengi wanapambana ili washinde, ili hali umewashindia tayari. Kwa sehemu ya kwanza ya somo hili, naomba ukapate kuwafungua fikra zao, naomba ukafungue akili zao, naomba ukafungue mitazamo yao, naomba ukafungue kuanzia leo, wakaone ushindi ambao tayari umewapatia. Chochote wanachokipitia sasa, hata kama ni kigumu kiasi gani, huenda ni shule tu ya kuelekea pale mbele. Kama Daudi asemavyo, Mungu unayefundisha mikono yangu na vidole vyangu kupigana. Huenda unawafundisha tu, wao wameona kama ni adhabu. Msaidie yule ambaye anapitia changamoto ya ugonjwa. Msaidie Mungu yule ambaye amefungwa na nguvu za giza. Magonjwa yote na yaamuru kwa jina la Yesu, achia kabisa kuanzia leo. Uvimbe katika tumbo, changamoto katika kichwa, kila aina ya magonjwa katika damu, nguvu za giza, mapepo kwa aina zake, ninawaamuru kwa jina la Yesu Kristo, achia. Changamoto katika biashara ambazo zinazuia maendeleo, kwa jina la Yesu Kristo, achia kabisa. Muachie mtoto wa Mungu awe huru. Achia hiyo ndoa, achia elimu yake, achia ubongo wake, achia familia yake, achia mtoto wake, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana. Endelea kusambaza masomo haya. Usisahau kubonyeza like katika somo hili na subscribe, ili somo hili liwafikie wengi. Bwana akubariki.
Katika ulimwengu ambapo kila kitu kinaonekana kubadilika kama mchanga wa pwani, maisha ya kisiasa hubadilika ghafla. Mahusiano huvunjika na mipango mara nyingi hutetereka. Kuna kitu kimoja cha ajabu ambacho ni imara: ahadi zisizobadilika za Mungu. Tofauti na maneno ya wanadamu ambayo yanaweza kuwa ya kubadilika, yasiyoaminika, ahadi za Mungu zimesimama juu ya tabia yake ya milele na isiyobadilika. Biblia inamwelezea Mungu kama yule yule jana, leo na hata milele. Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huu ni ukweli usiopingika. Tunasoma katika Biblia watu wengi wakiwa wametendewa maajabu na Mungu. Ibrahim katika uzee anapata mtoto. Zekaria katika uzee wake anamzaa Yohana Mbatizaji. Lakini wako watu wengi ambao waliokoka katikati ya moto: Shedraka, Meshaki na Abednego. Mtazame Danieli katika tundu la simba. Naaman mwenye ukoma anapokea uponyaji. Haya yote sio kwa ajili yao tu, ni kwa ajili yako pia. Tatizo liko wapi? Kwa nini leo hatuoni matokeo makubwa? Ni kwa sababu kuna sehemu tuna ujinga wa kiroho. Ukizitambua ahadi za Mungu, ukajua ni zako na ukajua namna ya kuzidai, utakuwa umebonyeza batoni sahihi katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu hiki kitakufundisha, utajua namna ya kudai na utaona matokeo. Usikose kupata nakala yako. Piga namba ya simu inayopita hapo. Kwa walioko Dar es Salaam, piga simu hiyo. Walioko nje ya nchi ya Tanzania, piga simu hiyo hapo. Tumia ujumbe kwa WhatsApp, utaelekezwa namna ya kutumiwa kitabu hiki. Walioko Mwanza, namba ya simu hiyo hapo. Walioko Dodoma, piga simu hiyo hapo. Walioko mikoa mingine yote, huyu mtu wa Dar es Salaam atakuelekeza namna ambavyo atakutumia popote pale ulipo. Ukijua thamani ya kile kilichoandikwa hapa, hutakosa kitabu hiki. Mungu akubariki.